miongoni mwa mambo ambayo karibuni kila mtu anatamani kutimiza katika maisha yake ni swala la kufanikiwa. Yaani hata ukimchukua mtoto wa darasa la 5 leo ukamuuliza kitu gani natamani kutimiza katika maisha yako, atakwambia natamani kuwa tajiri kama mtu fulani, au natamani kuwa na gari zuri kama la fulani. Yaani atakupa na mfano wa mtu ambaye amefanikiwa katika mazingira ambayo yeye anaishi. Sasa kitu kama hicho kinaonyesha ni kwa kiwango gani sisi wanadamu tuna uchu mkubwa sana wa mafanikio. Sema shida ni kwamba labda hatujui mbinu gani tunaweza tukazitumia ili tufanikiwe, na hata kama tunazijua hizo mbinu, basi hatuzitumii vizuri ili zitusaidie kufanikiwa. Ni sawa na mtu anajua kabisa kwamba ili nifanikiwe ni lazima nijitume, lakini unakuta mtu bado hataki kujituma. Kuna mtu mmoja alisema kwamba matajiri wanaamini kwamba maskini ni watu wavivu na wazembe katika shughuli zao. Maana yake nini? Kwamba walio maskini hawana tabia ya kujituma, hawana tabia ya kuwajibika katika shughuli mbalimbali ili ziwasaidie wafanikiwe. Kwa imani yangu mimi naweza nikasema kwamba mtu yeyote ili afanikiwe ni lazima ajitume, aweke jitihada katika shughuli zake, lakini pia awe na malengo ambayo ni thabiti na ana mikakati ya utekelezaji. Na hilo halitoshi, ni kwamba lazima ahakikishe yale malengo alionayo yametimia kama alivyokuwa ameyapanga. Sasa sijajua ni wangapi huwa tunaweka malengo katika maisha yetu, na kama huwa hatuweki malengo, basi tuanze leo kuweka malengo, kwa sababu tunapoweka malengo katika maisha yetu yanatuongoza kupiga hatua moja baada ya nyingine kuelekea mafanikio, na tunatakiwa tuhakikishe kwamba malengo yale yanatimia. Sasa sijajua kwa sisi ambao tunaweka malengo kwamba mara ngapi tumeweka malengo na tukashindwa kuyatimiza kama tulivyokuwa tumepanga. Let's say ukao umepanga kwamba baada ya miaka 3 lazima kitu fulani niwe nimekitimiza, lakini inaisha ile miaka 3 unajikuta kile kitu hujakitimiza kama ulivyokuwa umekipanga. Sasa ni imani yangu kwamba tuko wengi ambao tunaweka malengo afu tunashindwa kuyatimiza. Shida hapo ni kwamba kuna vitu ambavyo hatuvizingatii vinavyoweza kutusaidia sisi kuyatimiza yale malengo, na kama tutavizingatia hivyo vitu, basi itakuwa ni njia nyepesi sana kuhakikisha sisi tunatimiza yale malengo, kwa sababu unapoweka lengo ni lazima uhakikishe kwamba una uwezo wa kulitimiza ndani ya muda fulani, kwa sababu lengo si lengo mpaka liandikwe. Kwa hiyo kama unakaa chini na kuandika lengo lako kwenye notebook, lazima uangalie ili lengo nina uwezo wa kulitimiza, na kama nina uwezo wa kulitimiza baada ya muda gani nitakuwa nimelitimiza. Sasa kuna vitu ambavyo mimi nilijifunza kwenye lengo fulani ambalo nilikuwa nimeliweka. Nilipokuwa ninaliweka lile lengo, niliangalia shughuli ambazo natakiwa nizitimize ili kuhakikisha lengo lile linakamilika, na nikajipa limitation kwamba ili lengo langu ndani ya mwezi mmoja nitakuwa nimelikamilisha kwa 100% kabisa. Umeona? Sasa ulipoisha mwezi mmoja, nikakaa chini na kwanza kutathmini nimetimiza kwa kiasi gani, nikakuta nimetimiza 60% pekee, zimebaki 40%. Hapo ndo nilipogundua kwamba kuandika lengo katika notebook ni jambo jepesi sana, lakini kuhakikisha lile lengo liloliandika linatimia ni kitu kingine ambacho kinahitaji mtu awe na jitihada. Umeona? Na hapo ndo wengi sana huwa tunafeli. Yaani tunaweka malengo lakini tunashindwa kuyatimiza, kwa sababu kwenye kutimiza lengo ni shughuli ambayo inahitaji mtu awe na moyo, awe anajituma, lakini hakikishe kwamba hakati tamaa mapema. Umeona? Sasa kuna vitu ambavyo niliviangalia mimi kwamba vimenisaidia kulitimiza lengo langu kwa 60%, na kwamba kama ningevisimamia vile vitu kwa 100% zote, basi lengo langu lingetimia zaidi ya zile 60%. Umeona? Sasa ndo vitu ambavyo nimepanga nivishare na wewe. Nimekuandalia mambo 11 yanayoweza kutusaidia kutimiza malengo yetu. Kwa hiyo cha msingi naomba tuwe pamoja kuanzia mwanzo mwa video mpaka mwisho. Najua ni changamoto sana kwa vijana. Ukishaona video kama hizi zinazungumzia maisha, unakuwa mvivu sana wa kuzifuatilia, na ukitoka hapo unaenda kufuatilia vitu vya kipuuzi huko mitandaoni ambavyo haviwezi vikatusaidia jambo lolote katika maisha yetu. Zaidi vinatujazia upuuzi vichwani. Kwa hiyo tuwe pamoja mwanzo mpaka mwisho. Hii ni Life's Content Channel na mimi ni Jubilate Mbilinyi. Lengo kubwa la channel hii ni kushare mambo ambayo ni positive katika maisha yetu. Kwa hiyo tutakuwa tuna upload video ambazo
zitakuwa zinatumotivate, zinatuhamasisha sisi kujishughulisha kila siku. Lakini pia tutakuwa tunaangalia na shughuli zetu tunazozifanya mara kwa mara zinazotuingizia kipato mitaani. Kama mimi ni fundi wa kuchomelea, kwa nitakuwa na share mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na ufundi wangu, lakini kwa asilimia kubwa sana nitaweka mambo yanayohusiana na maisha. Kama ni masuala ya ushauri na nini, ndio tutakayoyaweka huko. Kwa hiyo cha msingi tunahitaji ushauri wako. Pale unapoona tunafanya vibaya, tushauri, kwa sababu ushauri ndio kitu cha msingi sana kinachoweza kumsaidia mtu kupiga hatua katika maisha yake. Lakini jambo lingine ambalo ni la muhimu zaidi, hakikisha una subscribe hapo chini na usiwe mvivu katika hili. Subscribe, lakini pia bonyeza alama ya kengele, means bell notification, ili kusudi tutakapoweka video katika channel hii uipate kwa wakati ambao ni sahihi. Lakini vitu ambavyo na share hapa ni vya muhimu, na nimeamua kutokuwa mchoyo kushare elimu hii na wewe. Basi unapoitazama video hii hakikisha una share kwa mtu mwingine. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba elimu tunayoipata tunagawana kwa namna moja ama nyingine, ili ziweze kutusaidia kwenye maisha yetu. Basi tuingie moja kwa moja. Nimesema kwamba nimekuandalia mambo 11 yanayoweza kutusaidia sisi kutimiza malengo yetu. Lakini kabla hatujaenda huko, naomba nizungumze kidogo kwamba issue ya kuweka malengo ni issue ya msingi sana kwenye maisha yetu, kwa sababu inakuwa inamfanya mtu maisha yake ya kila siku awe anaishi kwa dhumuni la kuhakikisha kwamba lengo lake linatimia. Yaani huwezi ukakuta mtu anaenda kizembezembe kama hana lengo. Ni sasa unaondoka hapa unajua kabisa mimi lazima nifike sehemu fulani. Humo njiani utakutana na vikwazo tofauti, lakini lengo lako kubwa ni kuhakikisha unafika kule ambako ulipanga ufike. Ndivyo alivyo malengo. Kwa unapokuwa unaweka lengo, linakuwa linakulazimisha wewe shughuli zako unazozifanya kila siku zikusaidie kutimiza lengo lako. Lakini kitu kingine ni kwamba lengo linazaa lengo. Yaani ukiweka lengo leo hii litakusukuma wewe pale utakapolitimiza hilo lengo uzalishe lengo lingine jipya, kwa maana kupiga hatua kuelekea mafanikio. Labda nikupe mfano kwamba chukulia wapo watu wawili na lengo lao ni la aina moja, kwamba kabla haujaisha mwaka 2020 lazima ninunue kiwanja. Mtu wa kwanza akatimiza lile lengo, akanunua kiwanja kama alivyokuwa amepanga, lakini mtu wa pili akashindwa kutimiza lile lengo. Umeona? Sasa watakapoingia mwaka 2021 usitegemee hawa watu wawili malengo yao yatafanana juu ya kile kiwanja. Yule aliyetimiza lengo la kununua kiwanja, lengo lake litabadilika. Atakuwa anafikiria kwa mwaka 2021 lazima nichimbe uwanja, lakini pia labda nijenge msingi. Lakini yule mtu wa pili ambaye ameshindwa kutimiza lengo lake atabaki pale pale kwenye lile lengo, kwamba mwaka 2021 lazima ninunue kiwanja kwa sababu nilishindwa kununua mwaka 2020. Hapo ndo utakapotambua kwamba lengo linazaa lengo, na ndo njia mojawapo ya mtu kupiga hatua kuelekea mafanikio. Kwa sababu kama leo utatimiza lengo hili, kesho utatimiza lengo lingine, kesho kutwa lengo jingine, utajikuta unatimiza malengo mengi tofauti ambayo yanakupelekea wewe kufanya nini? Kufanikiwa. Umeona? Lakini kitu kingine cha muhimu zaidi ni kwamba unapolitimiza lengo na siku utakapokaa chini unatathmini kwamba lengo langu limetimia kama nilivyokuwa nimepanga, yaani utajisikia tofauti sana. Hiki kitu mimi mwenyewe nimepata experience kwenye malengo tofauti ambayo nimekuwa nikiyatimiza kwenye maisha yangu. Yaani tofauti na nisipotimiza lengo huwa najisikia vibaya sana. Yaani kwanza huwa napata kama hali fulani ya huzuni kutokana na kutokutimiza lile lengo, lakini nikitimiza lengo huwa najisikia furaha. Sasa ndivyo ilivyo kwa kila mtu. Yaani ukiliweka lengo fulani alafu ukashindwa kulitimiza, maana yake ni kwamba utapunguza kiwango chako cha furaha. Lakini ukiweka lengo alafu ukahakikisha kwamba lile lengo limetimia, kiwango chako cha furaha kitakuwa kinaongezeka kutokana na kwamba fikra zako zimebezi kwenye lile lengo ambalo umelitimiza. Umeona? Kuna kitabu kimoja huwa nakisoma kinaitwa Siri ya Mafanikio. Sasa kuna ya fulani inaeleza kwamba mwanadamu anatumia wastani wa misuli 43 anaponuna na misuli 17 anapotabasamu. Sasa kama wewe utaweka malengo na ukahakikisha kwamba unayatimiza, manake utakuwa ni mtu wa kutabasamu mara kwa mara, na kutimiza kwako malengo kutakufanya wewe uishi miaka mingi, tofauti na yule ambaye haweki malengo, kwamba unaweka lengo afu unashindwa kulitimiza, furaha yako itapungua. Maana yake nini? Kwamba utakuwa ni mtu mwenye huzuni mara kwa mara, lakini pia
utatumia misuli mingi, na kitu kama hicho kinaweza kukusababishia wewe ukafa mapema, au sio? Ni utafiti wa kisayansi, sio utafiti wangu. Basi twende moja kwa moja kwenye mambo ambayo nimekuandalia siku ya leo, yanaweza kutusaidia sisi kutimiza malengo yetu. Jambo la kwanza, weka lengo katika jambo ambalo una mapenzi nalo, yaani unapenda kulifanya na unatamani kulitimiza. Unajua, siku zote kufanya kitu ambacho unakipenda kinakuongezea hamasa kuhakikisha kwamba kile kitu haukiachi. Ni sawa sana ukimchukua msanii leo, kwamba msanii anayeimba vizuri ukamuuliza siri ya yeye kuimba vizuri ni nini, ni kwa sababu anapenda kwanza kuimba. Umeona? Swala la yeye kuimba mara kwa mara linamvutia, yani anajisikia furaha. Sasa unapoweka lengo, siku zote unatakiwa utafute hamasa, kwamba kwenye shughuli za kulitimiza lengo lako, kwa vyovyote vile lazima utakutana na changamoto, hazikwepeki changamoto. Kwa hiyo unatakiwa utafute kitu ambacho kitakupa hamasa wewe, ili utakapokutana na changamoto tofauti usikate tamaa mapema. Chukua mfano mdogo sana na ni rahisi kuuelewa. Kwa sisi vijana leo, najua tulio wengi sana huwa tunapita barabarani humo na unakutana na mabinti tofauti. Sasa imagine unakutana na binti ambaye umetokea kumpenda. Umeona? Yaani ukawaza kichwani mwako kwamba ni mweupe, mzuri, sijui uko hivi, ukaamua hata kuchukua namba yake ya simu ili utengeneze mapenzi naye. Umeona? Lakini sasa katika harakati za kumtongoza yule binti ili akukubalie, ni lazima atakupa changamoto. Ni kawaida ya mabinti kwamba hawezi akakubalia kwa siku moja, atakusumbua leo, atakusumbua kesho na kesho kutwa na kuendelea. Lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba hakukubalia haraka ili muone kama ni mtu malaya au ni vipi. Umeona? Lazima atakusumbua. Sasa katika kukusumbua, huwezi ukakata tamaa mapema, kwa sababu una mapenzi ya dhati na yule mtu, au una uchu mkubwa na yule binti. Umeona? Kwa vikwazo vyote ambavyo atakupa wewe vitakuwa ni kitu kidogo sana, kwa sababu hamasa iliyoko ndani yako, unafikiria kwamba huyu binti nikimpata nitafaidi vitu vingi sana. Umeona? Sasa ndivyo alivyo malengo. Sasa in opposite side ni kwamba ikitokea unamtongoza binti ambaye hujampenda kwa asilimia zote, labda unamfikiria kwamba kichwa chake sijui kikoje, mbaya simuelewi, yani sijavutika naye. Umeona? Akikupa changamoto 2-3 za kufanya wewe ukate tamaa, basi utakata tamaa mapema sana, kwa sababu huna mapenzi ya dhati na yule binti. Ndivyo alivyo malengo. Sasa kwamba ukiweka lengo kwenye kitu ambacho huna mapenzi nacho, utakuwa wewe huna hamasa inayokufanya wewe kupiga hatua kuhakikisha lengo lako linatimia kama ulivyokuwa umepanga. Lakini ukiweka kwenye kitu ambacho unakipenda, maana yake nini? Kwamba hata ukikutana na shida inayokuzuia wewe kulifikia lengo lako, utahakikisha unaitatua ile shida, na dhumuni lako kubwa linakuwa ni kulitimiza lile lengo. Umeona? Kwa hilo ni jambo la kwanza, na tunashauriwa pia kwenye shughuli zetu ambazo tunazifanya ili kuingiza kipato cha kila siku, tunashauriwa tu tunafanya shughuli ambazo tuna mapenzi nazo. Ushakutana na mtu barabarani unamaliza, "Aisee, kazi vipi?" Anakuambia, "Kazi basi tu, yani kazi zenyewe hazieleweki, kazi mbaya, yani tunafanyia shida tu." Sasa majibu kama hayo yanaonyesha ni kwa kiwango gani yule mtu haipendi kazi anayoifanya. Sasa hicho ni kitu kibaya, kwa sababu kitakuwa kinakupelekea wewe kufanya kazi kama mtumwa, na ukifanya kazi kama mtumwa wakati wowote ule itabidi mtu akulazimishe kufanya kazi. Si ndio maana mtumwa, kwamba lazima ulazimishwe kuifanya ile kazi. Lakini pia kuna muda yani utakuwa haujisikii hamu ya kuendelea na ile kazi. Kwa hiyo tunashauriwa tu tunazipenda kazi tunazozifanya. Na kama unaona kazi unayoifanya huipendi, lakini pia mazingira hayakuruhusu kuiacha ile kazi, ni bora uibadilishe akili yako uanze kuipenda ile kazi. Na kama huwezi kabisa kuibadilisha akili yako, ni bora ukaiacha ile kazi usifanye. Kwa hiyo hakikisha unafanya unachokipenda, lakini pia unapenda unachokifanya, au sio jamani? Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza linaloweza kutusaidia sisi kutimiza malengo yetu. Weka lengo katika jambo ambalo una mapenzi nalo. Issue ya pili, unaambiwa ni lazima uwe na tumaini katika lengo ulilojiwekea.
tumebaki pale pale kwenye vitu ambavyo vinaweza vikakupa wewe hamasa ya kulitimiza lengo lako. Na kama nilivyosema mwanzo kwamba kulitimiza lengo si issue ambayo inaweza kufanyika kwa siku moja. Utatakiwa ufanye shughuli tofauti tofauti ili kukusaidia wewe lengo lako kutimia. Sababu lengo halitimii kwa siku moja wala siku mbili. Linatimia baada ya wiki, mwezi, miezi, mwaka, miaka. Umeona? Sasa kama lengo haliwezi likatimia kwa siku moja, litatimia baada ya wiki au mwezi, ni kwamba utalazimika ili lengo ulifanye kwa siku tofauti tofauti. Umeona? Ulitimize kwa siku tofauti tofauti. Sasa kama unalitimiza kwa siku tofauti tofauti, ni kwamba hapa katikati mpaka kuhakikisha lengo lako linatimia, changamoto utakutana nazo, adha mbalimbali utakutana nazo, shida utakutana nazo, kuna watu watakukatisha tamaa, yani utakutana na vitu tofauti tofauti ambavyo vinakuzuia wewe kuendelea kuwa na hamu ya kulitimiza lengo lako. Sasa kama huna tumaini kwenye lile lengo, ni kwamba utakata tamaa mapema kama nilivyozungumza mwanzoni. Kwa hiyo unahitaji hamasa. Ni sasa nichukulie mfano mimi kwamba labda nimepanga kufuga kuku kwa ajili ya biashara. Sasa ninachotakiwa kukifikiria kichwani mwangu ni kwamba nikifuga kuku wa biashara, baada ya mwaka mmoja nitakuwa na kuku wengi, nitazalisha mayai, nitazalisha vifaranga. Kwa hiyo nitaweza kuuza kuku, nitaweza kuuza mayai, nitauza vifaranga. Lakini pia hata mama watoto sikio akinifuata, nimetamani nyama leo, nikamwambia sina budget ya kwenda buchani, lakini nitamwambia ingia bandani, kamata kuku, kamata jogoo, fanya kitoweo hapo. Umeona? Kwa nakuwa na matumaini kwamba matokeo nitakayoyapata baada ya kufuga kuku ni haya hapa. Umeona? Kwa hiyo hata ninapokutana na zile changamoto tofauti tofauti za kunikatisha mimi tamaa, nitakuwa akili yangu ina base kwenye matokeo ambayo nitayapata. Sasa imagine unaweka lengo katika kitu ambacho huna matumaini nacho. Labda unafikiria kwamba unaweza ukapata hasara. Umeona? Unafikiria kwamba kinaweza kukupotezea muda. Umeona? Sasa ukikutana na changamoto yoyote, badala ya kufikiria njia ya kutatua ile changamoto, unakuwa unafikiria matokeo baada ya kutimiza lile lengo, kwamba kini hapa nikitimiza naweza nikapata hasara hapa, naweza nikapoteza muda wangu tu. Hivi vitu siku hizi mbona kama biashara haina mzunguko mzuri. Umeona? Kwa utajikuta unaacha kufikiria mambo mazuri utakayoyapata baada ya kutimiza lile lengo, unaanza kufikiria vitu ambavyo ni negative. Kwa hiyo cha msingi zaidi, tunatakiwa tuhakikishe tunaweka matumaini kwenye malengo yetu. Umeona? Tunakuwa na matumaini kwamba nikishalitimiza hili lengo, matokeo nitakayoyapata ni makubwa zaidi tofauti na nilivyo sasa hivi. Umeona? Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, tunapaswa kuwa wazingativu wa muda. Na hii ni changamoto kwa vijana tulio wengi sana. Sasa hivi ukichanganya na hizi smartphone, ni kwamba mtu akishika simu yake ataingia kwenye kila mtandao wa kijamii. Atakapotoka hapo unakuta amemaliza zaidi ya masaa mawili. Na ukifuatilia kiundani kitu gani alichokuwa anakifuatilia kwenye mtandao wa kijamii, utakuta ni kitu cha kipuuzi ambacho hakina maana yoyote. Sasa geuza kwamba yale masaa mawili ambayo umepoteza kwenye mtandao wa kijamii ungetumia kuzalisha kitu ambacho kinaweza kikakuingizia kipato wewe. Ni kwamba utafaidi mambo mengi zaidi tofauti na ulivyokuwa unaperuzi kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo tunapaswa kuwa wazingativu wa muda kwa kiwango cha hali ya juu sana, kwamba muda wa kulala tunapaswa tulale, muda wa kuamka tuamke, muda wa kufanya kazi tufanye kazi. So mtu unaingia kulala, unalala masaa 4, kwamba unalala kuanzia saa 9 usiku, kwa sababu kuanzia labda saa 3:30 ulikuwa umeingia kwenye mtandao ya kijamii, ukaperuzi huko, ukafanya yako, ukajikuta saa 8 ukaingia kitandani kulala saa 8 usiku. Alafu saa 12 unaamka kwamba uingie kazini. Umelala masaa 4 pekee. Sasa ufanisi wako kwenye kazi usitegemee kwamba utakuwa sawa sawa na yule ambaye amelala masaa 8. Kwa sababu tunashauriwa kwamba kiafya tunatakiwa tulale masaa 8. Sasa umelala masaa 4 afu nenda kazini. Ukifika kazini unajikuta unakuwa mchovu, mara usingizi wa kutosha kwa sababu hujalala vizuri. Umeona? Lakini pia unakuwa hauna ile appetite ya kufanya kazi, tofauti na mtu ambaye amelala masaa ya kutosha. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe tunazingatia sana issue ya muda.
kwamba ukipangilia kwamba kitu fulani lazima nikifanye kwa muda fulani, unapaswa ukifanye vile ambavyo ulikuwa umepanga kufanya. Kuna jamaa mmoja huwa namsikiliza, anaitwa Victor Mwambene. Sasa kuna sehemu moja nilimsikiliza, alikuwa anazungumzia issue za kuzingatia muda. Akasema even the right decision is wrong when the time is too late, kwamba hata maamuzi yaliyo sahihi yanakuwa si sahihi kama muda unakuwa umeenda. Maana yake nini? Kwamba kama mtu umepanga shughuli fulani niifanye kuanzia saa 1 mpaka saa 3, unachotakiwa pale ni kuhakikisha ile shughuli kuanzia saa 1 mpaka saa 3 umeifanya vile vile ulivyokuwa umeipanga, kwa sababu usipoifanya kama ulivyokuwa umepanga utalazimika kuifanya baadaye, kwa sababu ni shughuli ambayo inakuhusu, inakukabili na ni lazima uifanye. Hakuna mtu mwingine wa kuifanya ile shughuli ila wewe. Umeona? Sasa shughuli ya kuifanya saa 1 mpaka saa 3 ukaamua kuahirisha kutokana na mambo yako ya kipuuzi, na ukaenda kuifanya kuanzia saa 4 mpaka saa 7 let's say. Sasa shughuli ya kuifanya saa 4 mpaka saa 7 utaifanya saa ngapi? Kwa unajikuta shughuli zako zote unakuwa unazisogeza mbele, unazirundika mbele, na ukishaizoea hiyo tabia utajikuta mwisho wa siku una mashughuli mengi sana ambayo unatakiwa kuyatekeleza. Na kwa nini yamekuwa mengi? Ni kwa sababu hukuyatekeleza kwenye muda ambao ni sahihi, kwa sababu ulikuwa unafanya mambo ya kijinga. Umeona? Kwa hiyo tunatakiwa tuwe wazingativu wa muda. Hilo ni jambo la 3. Lakini jambo la 4 linaloweza kutusaidia kutimiza malengo yetu ni kwamba ipange ratiba yako kabla ya siku kuanza. Lakini tunapaswa tuendelee kuishi kwa ratiba kila siku. Hilo ni jambo la 4. Sasa ili swala ni changamoto sana, lakini mimi nimejifunza kwa kiasi fulani. Kuna muda huwa napanga ratiba na kuna muda huwa sipangi ratiba. Na siku ninayopanga ratiba huwa najikuta tu ikifika jioni naangalia shughuli zangu kwamba shughuli zangu hizi hapa zimetimia kwa ukamilifu, hizi hapa labda hazijatimia. Lakini kitu ambacho nimekiona kwamba kina umuhimu sana kwenye issue ya kupanga ratiba ni kwamba unapoianza siku yako asubuhi, huwezi ukafanya mambo ya kipuuzi. Yaani utahakikisha vitu ambavyo umepanga kuvitekeleza kwa ile siku vinatekelezeka kama ulivyokuwa umepanga. Kwa hiyo utajikuta yani kuanzia asubuhi mpaka jioni unakuwa ni mtu wa kufanya shughuli ambazo zinakuingizia wewe, zinakuletea maendeleo. Umeona? Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa kwa mtu ambaye anaenda kwa ratiba na mtu ambaye haendi kwa ratiba. Unaamka asubuhi wewe huna shughuli yoyote ya kuifanya. Yaani unaanza kufikiria kwamba hivi leo nianze kufanya shughuli gani? Au nianze. Yaani hata ikitokea mtu akakufuata akamwambia bwana nisindikize sehemu fulani, utajikuta unakubaliana naye kwamba poa na kusindikiza kwa sababu sikuwa hata na shughuli ya kufanya. Umeona? Sio kwamba hukuwa na shughuli ya kufanya. Shughuli za kufanya zipo nyingi sana, ila shida ni kwamba hukupangilia shughuli zako vizuri. Kwamba ungepangilia shughuli zako ungejikuta una cancel ile appointment ya mtu ambaye anakuomba kwamba umsindikize sehemu fulani kwa sababu una shughuli za kuzifanya. Kuna mtu mmoja ashaye kuniuliza swali mimi, akaniambia hivi, kwa nini watu waliofanikiwa au matajiri wanaonekana wako busy sana? Yaani hata ukitamani kuwauliza kitu fulani, yani labda upige nao story kidogo, unajikuta unaogopa wewe mwenyewe kwa sababu ukianza kufikiria mbona wanaonekana wako busy sana. Umeona? Lakini ukiwaangalia watu maskini wana muda wa kutosha, utawakuta wanacheza draft, yani wanafanya mambo ya kipuzipuzi. Hata ukiomba appointment ni rahisi sana kukubaliana nao. Kwa nini kitu kama hicho? Sasa jiulize hili swali afu majibu baki nayo. Ila majibu ambayo mimi niliyapata ni kwamba watu waliofanikiwa ni watu ambao wanazingatia sana muda, lakini pia wanaenda kwa ratiba. Kwamba akiamka asubuhi anajua kabisa ratiba yangu leo ni hii hapa. Kwa kuanzia asubuhi mpaka jioni anakuwa na shughuli za kufanya ndani ya wakati. Kwa anajikuta yani muda alionao ni kama hautoshi na ana shughuli nyingi sana za kuzitimiza kwa ile siku. Umeona? Lakini sisi ambao tuna maisha ya kawaida, maisha yetu hayana mbele wala nyuma, utajikuta mtu naamka asubuhi huna shughuli yote ya kufanya, hukupangilia ratiba. Kwa ikitokea lolote lililotokea mbele yako, yani maisha yako yanakuwa ni ya freestyle. Litakalotokea lolote wewe unapambana nalo. Umeona?
Sasa kitu kama hicho sio kizuri. Tunatakiwa tuwe na ratiba, na tunashauriwa pia kwamba kabla hujapanda kitandani kulala, hakikisha umeipanga ratiba yako kwamba kesho nitakavyoamka shughuli fulani nitaanza nayo, itafuata shughuli fulani, itafuata shughuli fulani mpaka shughuli fulani. Na kitu cha msingi zaidi ni kwamba unapopanga ratiba ni lazima utaangalia shughuli moja au mbili zinazoweza kukusaidia wewe kutimiza malengo yako. Umeona? Kwa hiyo ndio kitu cha msingi zaidi. Tunatakiwa tuwe tunapanga ratiba kabla tujaanza siku. Na unapopanga ratiba pia unavoziangalia zile shughuli za kuzitimiza labda kwa siku, unaangalia kwamba shughuli ipi nianze nayo. Yaani unaipa shughuli ya muhimu zaidi, unaipa kipaumbele kwamba hii ndio lazima nianze nayo asubuhi na mapema. Umeona? Lakini shughuli ambazo hazina umuhimu sana zinakuwa za mwisho, ili hata energy inapokuwa inashuka, basi unajikuta mtu shughuli zenye umuhimu kwenye maisha yako au zenye kukuletea matokeo mazuri zaidi zinakuwa zimeshakamilika. Hilo ni jambo la 4. Ipange ratiba yako kabla ya siku kuanza. Jambo la 5, weka mikakati ya utimizaji wa lengo lako, lakini pia hakikisha unalisimamia lengo lako mpaka litimie. Ndio maana nilisema mwanzoni unapaswa kuwa na hamasa, sababu unapaswa kuwa na vitu ambavyo vinakuhamasisha wewe kuhakikisha lengo lako linatimia, kwa sababu usipokuwa na hamasa utajikuta unakuwa mvivu kulisimamia lengo lako litimie. Yaani tunapanga kwamba mwaka huu lazima nijenge, lakini hakuna kitu ambacho kinakumotivate wewe ujenge. Unajikuta labda mtu unakaa kwenye nyumba ya mjomba wako, kwa uchungu wa kulipia pango haupo kichwani mwako. Umeona? Maji analipia mjomba wako, kila kitu kwa mjomba wako. Umeona? Kwa hakuna kitu ambacho kinakushawishi wewe ufanye nini? Ufanye juhudi kuhakikisha kwamba unajenga kwa huo mwaka. Kwa utajikuta mtu unakuwa mvivu. Kwa cha msingi zaidi ni kuhakikisha kwamba lengo lako ambalo umeliweka kwanza lina mikakati. Ndio maana mwanzoni nilizungumza kwamba lengo si lengo mpaka liandikwe. Kwa hiyo unapoliweka lengo, hakikisha pia umeambatanisha na mikakati ya utekelezaji wa lile lengo. Lakini pia lengo lina sifa moja ya muhimu, kwamba lazima liwe na muda, kwamba hili lengo baada ya muda fulani lazima litimie. Umeona? Kwa hiyo unachotakiwa pale, mikakati ile ambayo umeweka ili kulitimiza lengo lako isimamiwe. So unaliweka lengo alafu mtu unalega. Sasa lengo litatimiaje? Litatimia kwa miujiza? Hakuna lengo lolote ambalo linatimia kwa miujiza. Yaani ni juhudi za mtu zinazoweza kumfanya yeye alitimize lengo lake. Umeona? Kwa hiyo mafanikio yako ni matokeo ya kile unachokifanya. Ukiweka malengo usiyatimize, maana yake umeyakataa mafanikio. Na ukiweka malengo ukahakisha yanatimia, maana yake umeyakubali mafanikio katika maisha yako. Kwa hiyo kama unataka kulitimiza lengo lako vizuri au unataka kulisimamia lengo lako mpaka litimie, hakikisha hizi pointi za mwanzo hizi umezizingatia vizuri, kwamba lengo kwanza una mapenzi nalo, yani una hamu kubwa ya kulitimiza, lakini pia una matumaini ambayo ni mazuri kwenye lile lengo, kwamba baada ya kutimiza hapa naweza nikapata kitu fulani ambacho ni kizuri zaidi. Lakini pia unapaswa uzingatie muda, na mbali na kuzingatia muda, lakini cha muhimu kingine ni kwamba hakikisha unaipangilia vizuri ratiba yako. Unapanga kwamba ili lengo langu litimie lazima niende kwa ratiba. Nitaanza na kitu fulani leo, kesho nitafanya kitu fulani, kesho kutwa nitafanya kitu fulani, siku nyingine nitafanya kitu fulani mpaka lengo linakuja kutimia. Yaani sasa mtu ameweka lengo kwamba lazima nijenge, alafu anategemea kwamba atajenga kwa siku moja, ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Ni kwamba lazima kama una mpango wa kujenga, lazima ununue kiwanja, lazima uchimbe uwanja, lazima uweke mawe, lazima upige msingi, sijui lazima ufanye hiki. Mambo yanaenda taratibu kila siku zinavyozidi kwenda mbele. Kwa hiyo naomba tupate break fupi, baadaye tutaendelea kwenye jambo la 6 mpaka la 11.